kipaumbele cha wanambeya ni barabara ya njia 4. Haya yote tunayoyafanya, lakini barabara hii isipokamilika tutakuwa tuwatendea haki wanambeya, na umeona maduka mengi yako barabarani, hoteli nyingi ziko barabarani pembezoni mwa barabara ya njia 4, na wamejenga vizuri sana, na wanambeya ni wachapakazi, hawataki kuambia wakafanya biashara, tayari wako kwenye biashara, lakini unaona biashara zao zinachafuka, maduka yanachafuka, suti pale zinazokuwa madukani lakini zimeshachafuka zikiwa dukani, vifaa vya ujenzi hali kadhalika na shughuli zingine zote. Kwenye mahoteli sasa hivi wanasafisha vyumba mara 3 kwa siku kwa sababu ya vumbi ambao wanaingia. Kwa hiyo nakuomba Mheshimiwa Waziri, hili jambo la barabara ya njia 4 ulibebe kwa uzito wake, pamoja kwake kuja kwenye shughuli ya kilimo, lakini bila miundombinu bora bado hizo shughuli za kiuchumi, kwa maana kilimo haziwezi kwenda sambamba. Hilo ndio kipaumbele namba 1 kwa mkoa wetu wa Mbeya kwa sasa na jiji la Mbeya. Barabara hii itasaidia sana. Mheshimiwa Waziri, sisi huko ni wakulima nyanda za juu kusini zote, na ni uwanja huu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alitangaza hapa kwamba viwanja vya jioni Mwakangale viwe ndio sehemu ya maonyesho ya kudumu ya kitaifa kwa maonyesho ya 88. Kwa naliomba wewe, ni waziri wa fedha, umepita kwenye mabanda, unaona kuna mkwamo, mabanda bado hayajakamilika, tunaomba ulisimamie kitendo cha kuwa maonyesho ya kudumu kwa nyanda za juu kusini. Maana yake uchumi wa nyanda za juu kusini utachachuka na watu wetu wataweza kuonyesha bidhaa zao na kuendeleza kukuza uchumi wa watu wa Mbeya na mikoa mingine ya nyanda za juu kusini. Na sababu ya msingi tunayo sisi, kilio chetu kikubwa ni hiyo barabara ya njia 4. Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe ni waziri wa fedha, tunakuomba leo, mwenyewe umejionea vumbi, ukitembea barabarani Yanga zima limesambaa vumbi kali. Kwa nafasi yako tunaamini mkuu wa mkoa wetu bingwa Beno Malisa amekutonya, lakini vile vile Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, naamini amekutonya. Mneki wetu kaka mchapakazi, hakuna asiyejua, huyu ndiye mpambanaji wetu akiwa katika vikao vya juu halmashauri kuu ya chama, na amekuwa akisemea sana. Tunaomba masikio yako yawe yametuelewa na macho yako yameshuhudia vumbi. Tunakuomba kwa huruma yako utusaidie, fedha ziweze kutusaidia. Hapo nimeongea kama mbunge na sio naibu waziri. Kwenye barabara yetu hii Nangwa tayari imeshapata fedha, kile kiwango chote ambacho mkandarasi alikuwa anadai hiki cha nyuma, shilingi bilioni 9 alizokuwa anadai zote zimeshatolewa. Sasa mkandarasi akaendelea kufanya kazi, na sisi tutaendelea kufuatilia takriban kile atakapokuwa anatoa zile ankara zake za madai ziweze kulipwa kwa wakati. Barabara hii sasa hivi isisite, iendelee kujengwa, ikamilike. Upande wetu Wizara ya Fedha tumekutana na Wizara ya Ujenzi, tumewaambia wasipange barabara zote kwa vipaumbele kwenye kupata fedha hizi kutokana na mfuko. Tumekubaliana namna kupata fedha nyingine kama kitangulizi, wakati hizi nyingine zinaendelea kukusanywa kidogo kidogo, ili miundombinu ya barabara zote tulizonazo, zile ambazo zipo katika mpango wa maendeleo kama hii barabara ya Mbeya njia 4 ziweze kutekelezwa kwa haraka, na tuondokane na kadhia hii ya usumbufu wa barabara yenyewe kwa mashimo lakini na vumbi ambalo Mheshimiwa mbunge hapa amelisema. Swala la viwanja vya maonesho ya John Mwakangale kwamba viwe ndio viwanja vikuu vya maonesho ya 88, kwa sababu pamoja na kwamba katika taifa letu wote ni wakulima, takriban mikoa yote tuna wakulima, lakini mikoa hii 7 ya nyanda za juu za kusini ndio inaongoza kwa wakulima na kwa kuchangia katika kilimo. Kwa hiyo hili tunaambiwa lilikuwa ni agizo